Mwaka 2025 utabaki kwenye kurasa za historia ya Tanzania, sio kwa furaha, bali kwa simanzi nzito tulioibeba kama taifa. Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa natangaza kifo cha Mheshimiwa David Cleopa Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilichotokea leo tarehe 7 saa 3 asubuhi katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Tulipoteza nguzo, tulipoteza dira. Tuliagana na Cleopa David Msuya, shujaa wa uchumi na utumishi, aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Alama yake na nidhamu serikalini katu haijafutika. March, diplomasia ilizizima. Juma Mwapachu alitutoka. Sauti ya Afrika Mashariki iliyopaa hadi UNESCO, mjenzi wa madaraja ya ushirikiano. Mwezi Agosti, bunge nalo lilipoteza sauti ya sheria. Job Yustino Ndugai, spika mstaafu na mbunge wa Kongwa. Msimamo wake kwenye meza ya sheria ulikuwa darasa kwa wengi. Nyakati za uchaguzi, Zanzibar ilitikisika. Kifo cha Abbas Ali Mwinyi kiliondoka na ndoto za uongozi wa Fuoni na kuacha pengo kubwa katika familia ya siasa za visiwani. Kabla mwaka haujaisha, Desemba ilitupiga pigo la mwisho. Jenista Joakim Mhagama, mama wa kazi, kiongozi aliyethubutu kutumikia kuanzia afya hadi utumishi. Rais Samia alimuita mzalendo wa kweli. Katika nafasi zake hizo ametoa mchango mkubwa sana katika chama, bunge na baraza la mawaziri. Yeye ndiyo mtu pekee katika historia ya nchi yetu aliyewahi kuvaa kofia mbili za katibu wa kamati ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi na mnadhimu wa serikali bungeni, na kofia hizo zilimtosha na kumwenea sawasawa. Vita vyao viko wazi, lakini urithi wao umejaa kila kona ya nchi hii. Walitumikia, walijitolea, wameacha alama. Tanzania tuwaombee. Mashujaa hawa wamepumzika, lakini kazi yao inaishi. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na hakika kwake tutarejea.